Oya, oya, oya. Samia kweli, 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 kweli Samia. Samia kweli, 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 kweli Samia. Oya, oya, oya. Sabana safi, 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 safi. Sabana safi, 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 safi. Lakini niseme kitu kimoja. Sasa hivi tuko kwenye hali ya uchaguzi. Tuko kwenye hali ambayo tunaenda kwenye uchaguzi. Angalieni sana vijana. Msije mkawa wenye kutumika kuchonganisha. Kwa sababu nyinyi ni vijana wenye nguvu. Msije mkawa watu wenye kuyumbika. Kaeni kwenye msimamo wa kusimama imara. Kusimama imara ni kuwa watulivu na kuwa makini mpaka itakapofika wakati wa uchaguzi, utaona wewe ni nani ambaye anakufaa kumpa. Mmenielewa vizuri? Mmenipata? Ninaamini kabisa kwenye Chama cha Mapinduzi hakuna rushwa. Mpaka leo sijawahi kuona rushwa. Kwa hiyo tembeeni, msiingie kwenye mambo ya rushwa. Najua wakati ukifika wa kuchukua fomu kutakuwa na uhuru. Ule mtu utakapofika, kwa sababu nyinyi vijana nimeona mnafanya mambo mazuri. Anayetegemea kwenda kuchukua fomu, nendeni mkachukue fomu. Na mimi kwa sababu sijaathirika sana, nitarudi kwenye ujana. Pendeni vijana tukachukue fomu ili tukajipime na tukaweze kufaulu, kwa sababu haya mambo nayo yafanya mazuri, naamini mtaenda kufaulu. Huo ndio ushauri wangu. Chama cha Mapinduzi kwenye wilaya ya Kwimba, madiwani wametoa kwenye makala taarifa za kila kata. Kwa kweli ndugu zangu vijana, tumefanya kazi. Sio mbunge amefanya kazi, sio diwani, sisi sote tumefanya kazi. Kwa sababu tulikuwa tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi ni wawakilishi ambao ndio mnatusimamia. Kwa hiyo sisi tumefanya kazi kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, na sisi wote viongozi ambao mko hapa tumefanya kazi kubwa ndani ya miaka 5. Tumetekeleza ilani kwa viwango vikubwa sana. Zaidi ya 95% tumetekeleza ndani ya wilaya ya Kwimba. Ndugu zangu, tukiangalia kwenye jimbo la Kwimba tumepiga hatua kubwa. Tumejenga masekondari 5. Kila mwakilishi wa kata hapa anafahamu mambo ya kufanyika kwenye kata chake. Hakuna kitu ambacho kiko, unaweza mtu mwenye macho umwambie angalie, anaviona. Au sio ndugu zangu? Na lingine pia nimempongeza sana mheshimiwa mwenyekiti alisema kwenye hotuba yake ni kwamba tukatae rushwa. Tukatae rushwa. Ndugu zangu, huu ni kipindi cha uchaguzi. Ni kipindi ambacho kila mmoja atakuja kwa nafasi yake, lakini nachosema tuje kwa sera. Tusije kwa pesa kununua kura. Tuje kwa sera, tuongee sera, wana CCM wataamua. Mimi na imani wana CCM wanajua tofauti ya punga na mchele. Nani ameongoza, majina matatu yanaenda,
taifani, jina linaletwa. Sisi tunagombana ya nini hapa? Tunatafutana, tunapeana chuki ya nini? Tunapoenda kuomba kura au kuzunguka, tuzunguke kwa amani. Tunajenga nyumba moja, au sio ndugu zangu? Tunajenga nyumba moja hii. Na baada ya muda moja ndio mwenye nafasi ya kwenda. Sasa tusigombane kwa sababu nafasi ni moja. Kwa hiyo tuwe na amani, tuende kwa amani, tusijenge uadui. Kusema kwamba kazi kubwa tumefanya kama wilaya ya Kwimba kwenye mtihani wa darasa la 7 kwenye mikoa 6, halmashauri 43 ya mkoa wa Mwanza, wilaya ya Kwimba tumeongoza. Inaonyesha dhahiri kwamba kazi tunafanya mwenyekiti. Kama na kwenye viongozi ambao ni watendaji wetu wa serikali, kama kuna changamoto kule, hakikisheni mnakuwa wamoja. Tunapelekea kwenye uchaguzi wote tunajenga nyumba moja. Kikubwa na ilani imetekelezwa. Na ukiangalia katika majimbo yetu yote haya mawili, ukienda kwa upande wa jimbo la Kwimba kuna vituo vya vimejengwa. Lakini ukija katika jimbo kule la Songwe kuna vituo vya vimejengwa. Lakini kuna shule za sekondari, shule za msingi, kuna miradi mingi imejengwa ambayo sasa kama vijana tayari kamati nanyi mlipita kuitabilia ile miradi. Kwa hiyo hayo ndio matunda yetu. Tuhakisheni tunainadi miradi yetu ambayo sasa itakayohakikisha kwamba ushindi wetu baada ya kura za maoni ambao tutapatikana madiwani, atakupeleka wabunge, atakayeshinda, ni kuhakikisha kwamba hiyo ndio itakuwa silaha yetu ya kupambana na wapinzani. Naomba tukajenge umoja huo, tushikamane, tuondoe makundi. Kumekuwa na changamoto kwa vijana wetu wa kata za pembezoni kutokupata elimu ya mikopo hii, namna inavyopatikana, namna ya kuandaa vikundi. Na hapa tulitoa ushauri huko katika taarifa hii, ambapo tungeomba au tunakiomba chama kiweze kuelekeza serikali kupitia maafisa maendeleo wa jamii walioko katika kata waweze kuvifikia vikundi hivi vya vijana kwa ajili ya kutoa elimu ya upatikanaji wa mikopo hii ya halmashauri. Tunampongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuboresha miundombinu ya afya. Jambo la pili, tunampongeza rais wetu mpenzi kwa kuboresha miundombinu upande wa elimu, bila kusahau mabarabara. Lakini tunampongeza kwa nafasi ya kipekee kwa ujenzi mkubwa wa chuo cha kisasa kiko pale Malia. Ni miradi mikubwa ndugu mwenyekiti aliyoifanya ndani ya muda mchache. Lakini tuna leo ya kisasa, ni wenyewe ni mashahidi ndugu wajumbe, mkipita mnaona serikali ya Chama cha Mapinduzi ndugu mwenyekiti imefanya mambo makubwa sana.